Mpoki Buya Kamina Mwandagasia. Isaya Benson Makilembe, mwalimu wa neno la Mungu. Salama? Usalama upo, lakini usalama sio sana kwa sababu sasa mimi ninaumia kuona taifa teule la Mwenyezi Mungu linataka kugeuzwa kuwa kama Gaza na Mwajemi. Sasa hicho ndicho kinachoniuma mimi. Kwa nini sasa? Na mimi nikasema nikuulize wewe mchambuzi au mwalimu wa wachambuzi, ili swala linakaaje hapo bwana. Makilembe, taarifa ambazo zimetoka jana na juzi nasema kwamba Iran unayemuona huyu ana uwezo wa kuipiga Israeli. Kila siku ya Mwenyezi Mungu anaweza kaipiga na nisikilize vizuri. Yaani Iran alivyosema yeye ana uwezo wa kuipiga Israeli kila siku ya Mwenyezi Mungu kwa kipindi cha miaka 2 mfululizo bila kuchoka. Yaani bila kutoka, yaani kila siku ya Mwenyezi Mungu Iran anaweza akaishindilia, akaigongelea Israeli kwa madude yale ambayo anamiliki Irani kila siku ya Mwenyezi Mungu kwa kipindi cha miaka 2. Utakumbuka mwalimu, mwezi wa 5 tarehe 9 mwaka 2022 katika hotuba ambayo alitoa Vladimir Putin, jasusi zamani wa KGB Ulaya Mashariki, alisema wazi kabisa kwamba Urusi ina uwezo Urusi wa kuigonga Ukraine kwa miaka 3 mfululizo kila siku yaendayo mbinguni pasipo kutoka. Hata taarifa ambazo wamezitoa kina Ayatollah Khamenei kwamba ataigonga Israeli kwa kipindi cha miaka 2 mfululizo, kwa sababu ana makombora ambayo hayana idadi mwalimu. Mbali na kwamba Myahudi huyu, taifa la Mungu, wana intelijensia kubwa, ndio inawasaidia intelijensia kubwa katika kuua viongozi mbalimbali wa makundi mbalimbali. Nafahamu waliua viongozi wa Hezbollah wote, wakaua viongozi wa Hamas wote. Juzi hapo kiongozi mmoja msemaji wa Warusi pia amekuwa ameuawa. Lakini mbali na hivyo ni kwamba machungu yapo pale. Kwa Myahudi hawezi epuka kulipa gharama ya kuwa viongozi wa mataifa mengine. Gharama halipo ni kubwa. Na hivi ninavyozungumza Makilembe ni kwamba wako watu na wasiwasi ya kwamba ina maana tunakoelekea Israeli inaweza kuwa kama Gaza. Wasiwasi imeanza kuibuka sababu tumeona kwamba ina maana hii Israeli tunakoelekea inaweza ikageuzwa kuwa Gaza kama wasipokuwa makini. Ni jambo la kuhesabu tu, ni jambo la dakika kwamba Myahudi asipokuwa makini anaweza kugeuzwa kuwa Gaza. Anaweza kufanya kuwa chapati. Kwa sababu kumbuka, au anaweza kufanya kuwa uwanja wa mpira. Yaani makombora ya Iran yanaweza yakaisawazisha ile Tel Aviv ikawa uwanja wa mpira. Ndio wote na wakati wote watakapoamua. Kumbuka makombora ambayo sasa wanatumia Irani, hizo balastiki ni nyepe. Nikisema nyepe na maanisha kwamba ni makombora mepesi bado. Alitumia wale akwawe mazito. Je, tuna wasiwasi Israeli inaweza ikigeuka kuwa Gaza wasipokuwa makini? Ndio swali ambalo tunajiuliza hapa, kwa sababu tumeona na mwenye macho ameona, mwenye kusikia amesikia ya kwamba mbali mambo yote ambayo Myahudi ameyafanya ndani ya Irani, lakini maumivu kwa upande wa Israeli ni makubwa. Hii mji wa Haifa na mji wa Tel Aviv na miji mingine 5 imegongwa vibaya, na hii ya kwamba Israeli imekawa Gaza tumekuja kuishuhudia baada ya kauli aliyozungumza Benjamin Netanyahu. Netanyahu anasema kwamba anaiomba Marekani iingilie kati katika harakati zake za kuishambulia Iran. Anaiomba Marekani iingilie kati katika mpango wake wa kuishambulia Iran. Kauli hiyo Benjamin Netanyahu Benjamin ameizungumza zaidi ya mara 2, na jana kairudia kwamba tunakuomba Marekani tusaidie katika mpango huu wa kuishambulia Iran. Na ni kweli Makilembe, ni kwamba Israeli asipokuwa makini unaweza ukaiona Israeli ikawa kama Gaza
siku za usoni. Na nisema wazi kwa sababu ya kwamba ndio maana Myahudi Makelebe analenga maeneo ya maamuzi. Maeneo ya maamuzi na maeneo ambayo ndiko ambako makombora yanakozinduliwa. Mifumo ya ulinzi ya Irani imeshambuliwa, kambi zimeshambuliwa. Kwa sababu Israeli atakapofanya hivyo wiki mbili kutoka sasa, Israeli inaweza ikawa kama Gaza. Ndio maana Makelebe Israeli inabidi aende kwenye anga la Irani moja kwa moja, aangalie ili alenge shabaha. Maana yuko mtu ambaye mtaka hatari zaidi. Myahudi mtaengo ambayo ni mbaya kwa sababu yeye kama yeye Irani anaamua tu yaende makombora balistiki ziende 100. Ziende balistiki 50. Ziende balistiki 200. Na mpaka sasa hivi ni kwamba Irani imefanya mashambulizi 1500 mpaka hivi tunavyozungumza ndani ya Israeli. Na wakati huo pia mifumo ya ulinzi ya Israeli ni R1, ni R2, sijui sasa hivi na mpango wa kuja na R3 na si David, sijui ndio ile mifumo ya ulinzi ya Israeli kwa wakati mwingine inakuwa inazidiwa. Sababu Mwirani anatuma makombora ambayo ni feki, hapo anatuma makombora ambayo sio feki. Tunaelewa hapo. Yaani ili kuichanganya mifumo ya ulinzi, kuna makombora hewa. Yako makombora hewa ambayo ana kulipuzi. Anatuma pia. Akituma makombora 100 mwajeni, makombora 20 hapo kati ya 30 ni hewa. Lengo ni nini? Ni kuvuruga akili ya mifumo ya ulinzi ya Israeli. Na hivi ninapozungumza Makelebe na wewe ni kwamba Marekani imebidi atume mfumo wa ulinzi mwingine tena. Yaani alitumaga ule wa Taadi wakati ambapo Wahuthi walikuwa wanashambulia na hii mifumo yake ya nani ya Myahudi ikawa haifanyi kazi kwenye makombora ya Wahuthi, akaomba hiyo Taadi. Na kipindi ambacho Irani amefanya retaliation, tunakumbuka ndipo alipewaga mifumo ya Taadi. Kwa ametuma mifumo mingine tena ya ulinzi. Mingine imetumwa. Mifumo mingine kwa sababu gani? Inavyoona ni wazi kwamba mifumo ya ulinzi ya Israeli imezidiwa nguvu. Mwajemi anatuma drones ambazo ni hewa, anatuma makombora ambayo ni hewa, afu anachanganya na makombora ambayo sio hewa. Hata mifumo ya ulinzi inazidiwa. Hiyo siku mji maalum kabisa, mji wa kibiashara ambao unalinda uchumi wa Israeli unaofahamika kama Haifa, umepigwa vibaya mno. Haifa na mji wa Tel Aviv, shughuli kule hazifanyiki. Myahudi ameficha ndege zake za kivita, ameficha ndege zake za kiraia, ameficha mifumo, ameficha vitu vingi sana, hatujui kapita wapi. Ameficha sababu yule Irani yeye anaagiza tu makombora, hataki kujua. Irani hataki kujua anatoa kwenye vichwa vya nani. Yaani yeye anaagiza makombora, pigeni 100, pigeni 200. Inafika hatua mifumo ya ulinzi inafeli, mingine inasinzia, mingine inapiga kelele, mingine kwa sababu makombora ni mengi kupita maelezo. Myahudi ndio maana ana hasira mpaka imefika hatua Makelebe Myahudi anataka aondoke na kichwa cha Ayatollah Khamenei. Taarifa ambazo ametoa Netanyahu amesema kwamba anailaumu sana China, anailaumu sana Pakistan, anailaumu sana Urusi, kama Urusi na China na Pakistan wamekuwa wakipeleka makombora ndani ya Irani kwa siri. Sasa okay. Hapo kwanza bwana Mwandagasia. Intelijensia zote mpaka Israeli kuweza kupiga ndani ya Irani inaaminika kuwa zimekusanywa na mataifa ya magharibi, NATO, lakini wakati huo na Marekani yupo na hakuna anayelaumu. Sasa swali linakuwa, kwa nini China, Pakistan na Urusi wao wakiwa wanaisaidia Irani, kwa nini Myahudi alalamike? Yaani yeye ana haki ya kupiga, akikupiga wewe nyamaze, yani usifanye chochote. Au ni hapo ndio sijaelewa, kwa sababu kulikuwa na taarifa kuwa Netanyahu alikuwa amempigia Putin aongee na Irani asilipe kisasi. Yaani hapo ndio sijaelewa mimi, ujue mnanichanganya. Sasa naomba kujua hapo. Yaani asilipe kisasi, hizo ni propaganda tu. Asilipe kisasi kivipi? Hizo ni propaganda, wanang'ata na kupuliza. Mara muachini msimue huyo,
mara hivi na hivi na hivi. Lakini nyuma ya pazia Trump aliposema kwamba muacheni msimuue Ayatollah, maana ni kwamba Trump ameidhinisha Ayatollah kuuawa. Trump aliposema kwamba muacheni Ayatollah msimuue, ni wazi kwamba Trump ameidhinisha Ayatollah auawe. Ndio. Lugha nyepesi. Kwa hiyo kwamba sikapiga simu sifanye hivi na hivi, ni maneno tu ya huku juu juu, lakini wao wanajua wanachokifanya Maklebe. Vita ni propaganda. Unapoona vita unajua una propaganda nyingi. Ndio. Na Myahudi kama Myahudi hawezi kurudi nyuma. Lengo ni kwamba vita ni biashara. Vita ni biashara. Lengo ni kwamba wataki Irani asimame kama taifa kubwa Mashariki ya Kati, hawamtaki. Na kwa bahati mbaya pia vile vile Irani inasalitiwa na mataifa mengine ya Kiarabu. Jordan, Iraki mwenyewe, ndio, Syria mwenyewe, Saudi Arabia, sijui Oman, sijui nani. Na taarifa zile ambazo wamezitoa Netanyahu wamesema kwamba kuna mpango mkakati ambao Iran na upanga wa kupeleka mabomu ya nyuklia kwa Yemen. Kwa Yemen. Kwamba nyuma ya pazia ni kwamba Irani anafanya juu chini, anafanya hima kupeleka mabomu ya nyuklia kwa nani? Kwa Yemen. Nimekumbuka kauli aliyowahi kuizungumza Vladimir Putin. Ya kwamba nitapeleka silaha za nyuklia kwa maadui wa Marekani kama endapo tu Marekani ataendelea kuisaidia Ukraine. Sasa taarifa ambazo ametoa Netanyahu amesema kwamba Irani ana mpango wa kupeleka silaha za nyuklia kwa Yemen. So, wakati huo Irani pia ametishia kufunga ule mlango wa Hormuz. Amesema atafunga ule mlango wa Hormuz. Akifunga ule mlango wa Hormuz, uchumi wa dunia nzima utatikisika. Uchumi wa dunia nzima utatikisika akifunga. Maana Iran ndio na ufunguo. Ndio. 40% ya bidhaa zote ulimwenguni zinapita pale. Yeye ndio na ufunguo. Amesema kana kwamba Israeli ikiendelea kuishambulia Iran atafunga ule mlango. Ili mtajua wenyewe huko mbele ataufunga ule mlango Maklebe. Ndio. Mtamtajua wenyewe huko mtafanyaje ili kuweza kuishi. Kama Israeli ataendelea na tabia yake ya kuwa viongozi. Maklebe kinachomsumbua Irani. Ana ndege za kivita. Ndio. Na Myahudi ni rahisi kwake kuingia kwenye anga la Irani na kujua kambi ile pale viongozi wao hapa na kuua. Wakati huo ndani ya Irani wako majasusi wengi sana ambao wanashirikiana na Wayahudi ili kujua nini kinaendelea ndani ya Irani. Kwa Maklebe ni kwamba Israeli yupo ndani ya Irani kikamilifu. Anajua, ana taarifa nyingi za Irani. Ndio. Ndio maana Mwajemi anajaribu kuhangaika adui ya yake nani? Adui wa Mwajemi, adui wa Amanei, adui wa Irani pia yupo ndani ya Irani tayari. Ni kweli. Inamrahisisha sana Myahudi kufanya vile anavyofanya yeye. Japo Israeli inasagika, Israeli inapigika, mifumo ulinzi imevurugwa, mingine haifanyi kazi, isipokuwa Maklebe. Funny enough, kinachomsaidia Myahudi ni kwamba Israeli yote hili ina makazi chini ya ardhi. Ina residence house. Na Myahudi anakuwa anajua kwamba muda fulani Irani itashambulia. Kwa wakazi wake wengi wako chini ya underground. Picha Maklebe ninazo tutakutumia uone. Vyumba vya chini ya underground. Kwa magorofa mengi na Tel Aviv, magorofa mengi yale hayana watu. Watu wengi wameshashuka chini ya underground. Japo wako watu wengi pia wamekwama chini ya vifusi hapo Israeli. Bado haijafahamika ni wangapi. Mwalimu na Mungu Irani anaifundisha adabu Israeli kwa njia ya kipekee. Ndio. Na hakuna namna wazi kwamba
Israeli pia inafanyika. Yaani mbaya na yote Israeli inafanyika vibaya mno. Ndio maana Myahudi anatakiwa awe makini mno. Kabla Irani hajaanza kutumia madude makubwa zaidi au makombora ya nyuklia. Ndio. Mwalimu wa Mungu. Naam. Watu wetu wapige 0762155025 ili kuweza kujiunga na grupu la baba wa kivita na historia ya dunia, kutoa taarifa na maarifa juu ya kile ambacho kinaendelea ulimwenguni. Wapige 0762155025. Namba hii mkao ni ya WhatsApp. Mimi nikushukuru bwana. Asante sana. Haya.